Kwenye somo la hisabati mimi ni master. Kwa nini wanakuita mtaalamu wa vichwa vigumu? Huwezi ukawa mtaalamu wa vichwa vigumu wakati wewe mwenyewe sio kichwa kigumu. Mimi naanza la kwanza mpaka la 7 sijawahi kuingia top 10. Mtihani wa hesabu darasa la 7 Januari napata hisabati 7 ya 50. Miezi 4 baadaye napata hisabati ya 50 ya 50. Ilikuwaje sasa ukaipenda hisabati? Binadamu alikamilika. Aliyekamilika anahitaji sana sababu. Mimi nilipewa sababu. Unapata bwana mwenye hesabu sijui. Yaani mimi kiona tu hesabu nachanganyikiwa. Unaambia mwanao hivyo? Changamoto iko wapi? Ni kweli watoto hawajui hesabu au msingi wa nyumbani na wa shule ya msingi unachangia kuto kujenga misingi imara? Shida sio kwamba watu wengi hatojui hesabu. Shida tunaiongelea hesabu vibaya. Walimu genius ni wazuri lakini pia na madhara yake. Walimu genius wengi wanaamini kama anavyoelewa yeye haraka basi na mtoto ndio hivyo hivyo. Na wewe pia utaelewa vile haraka. Mimi nina bahati moja tu kubwa ya kuwa mjinga. Kwa mimi kuna muda mpaka mwanafunzi anaelewa afu mimi naamini hajaelewa. Ndio advantage mimi ninayo. Okay, asante na karibu kwenye Kabrasha. Tunazo stories zingine ambazo tunazungumza na watu tofauti. Neema ya Bwana ni kubwa kwetu. Imetuwezesha tena kukutana na mtaalamu wa hisabati Maundi. Bwana, mimi nimekuwa nikikuona kwenye social media tu ndugu yangu. Michael Maundi. Hivi full name kabisa ni nani? Mimi naitwa Michael Maundi, mtaalamu mtunga jina anaitwa mtaalamu wa vichwa vigumu. Mtaalamu wa vichwa vigumu. Hilo jina nilipewa na mtaa. Kwa nini wanakuita mtaalamu wa vichwa vigumu? Siri moja ya kuwa mtaalamu wa vichwa vigumu, siri moja. Lazima wewe mwenyewe pia uwe kichwa kigumu. Yaani huwezi ukawa mtaalamu wa vichwa vigumu wakati wewe mwenyewe sio kichwa kigumu. Kwa hiyo full name Michael Maundi, mtaalamu wa vichwa vigumu. Vichwa hivi ni vichwa ambavyo vimeshindikana katika nini? Kwenye somo la hisabati mimi ni master. Na kwa nini nasema hivyo? Mimi naanza la kwanza mpaka la 7 sijawahi kuingia top 10. Hii top 10 sijawahi kuingia. Sio top 10, kuna 100 bora. Top 10 ya darasa, top 10 ya shule. 100 bora sijawahi kuingia. Haiwezekani. 100 wewe. Nakwambia mimi nafanya mtihani wa hesabu darasa la 7 Januari napata hisabati 7 ya 50. 7 ya 50. Mwalimu wangu Boniface ananiambia una akili sana ila akili zako usitumie vizuri. Na 7 ngapi? Ya 50. Miezi 4 baadaye napata hisabati ya 50 ya 50. Miezi 4, sio 10, 4. Na faulu kwenda Kibasila, mama yangu akasema hapana. Shuleni kwenu hakuna Michael Maundi mwingine. Huyo mama amini. Sema sasa fanya maandalizi hapa kumbe kafaulu mtu mwingine. Kaambia mama hakuna, niko mwenyewe Michael Maundi. Ndio historia yangu iko hivyo. Kwa hiyo ni mtu aina gani? Mimi nimezaliwa kwenye kilabu cha pombe za kienyeji. Mama yako mwenyewe anakutoka kama moshe sigara. Maundi acha masiara bwana. Maundi bwana acha masiara bwana. Mbona umejipata sana Maundi? Hapo utapata kimanga nyumbani, yani mteja anakuambia kaoshe sigara, usipende kuosha sigara wewe mkorofi. Wakati wewe jeuri. Kwa sio kama umetoka kwenye familia zile za Kiingereza. Mimi ningefeli la 7. Hakuna mtu yote angenipeka private. Kwa kusema tunasema tumemwona bwana, watu wanaelewa. Yaani wao wanaelewa. Eti tumemwona bwana. Yaani kulikuwa mna mtu yoyote. Bishop unasikia tumemwona bwana. Hatari. Watu wanaelewa sana. Unasema ni Kimara wapi? Kimanga. Tabata Kimanga. Ndio likotokea. Mimi nimezaliwa pale, mimi ndio mtaa wangu ile pale Tabata Kimanga, ile sio kwa Mandela. Kwa hiyo maana wakazi wote wa Tabata wanakujua wewe. Mimi Tabata Kimanga, mtu wote mwenye umri wangu ukienda kama wananifahamu. Kwa sababu kunipata mimi la 5 nimeacha shule. Mbona kama una vitu vingi? Yaani vitu vya hata simu vingi. Wewe mwenyewe ujielewi. Ni Mungu. La 5 hiyo kipindi kile Tabata Kimanga miaka 95 96 ndio ilikuwa inajengwa. Ndio inajengwa kipindi hiko. Sasa wateja wengi wa Komoni Chibuku walikuwa ni mafundi kujenga. Kwa hiyo nikimwomba hela anambia wewe unanipa hela nini? Wewe sina nguvu wewe. Twende tukajenge huko. Wanaenda kujenga. Ukienda kujenga wiki ya kwanza, pili mama ajui, kumbe mimi naaga naenda shule, kumbe naenda wapi? Kujenga. Natoka uniform naenda zangu naenda kujenga, unajenga, unapata 1500 kipindi kibarua, chokaa. Unakumbuka zile chokaa wewe? Chokaa zinazijua zile za kukoroga. Sasa mikono imebabuka. Mama akasema wewe imekuaje? Ndio shida kaanza hapo, chokaa. Kwa hiyo maisha haya tukisema umenipenda. Ndio maisha. Shuba meet. Kwa hiyo ilikuwaje sasa ukaipenda hisabati? Mpaka ukaja kuwa master na mwalimu kwenye hisabati. Kwa watazamaji wetu waelewe kwamba binadamu alikamilika. Aliyekamilika anahitaji sana sababu. Mimi nilipewa sababu.
Mimi hata kuingia mtaani kwa msela, mimi ni msela mstaafu. Kaka, kaka una usela gani? Mbona mimi nikikuona huko smart umevalia vizuri. Moka hiyo swali. Mimi ni wale wastaafu. Sifo mimi tumeingia mtaani, wazazi waelewe kwamba watu wadogo wanapenda sana appreciation. Usipopata nyumbani, usipopata shuleni, unaitafuta mtaani. Mtaa unasifia. Mimi niliingia mtaani kufanya vituko vingi kwa sababu ya sifa. Nakumbuka one time unampiga mtu ngumi, analia, anaenda kukusemea kwa mwalimu anasema wewe usicheze na Michael atakuua. Neno baya lakini ile katika feeling anajiona mwalimu unajiona Arnold Schwarzenegger fulani hivi. Kwa maisha yetu tumeishi, tumeingia bado kwenye hizi kuvuta vitu vingine ili tukaonekana wajanja. Sisi by then tunakuwa ulikuwa uwezi kuwa muuni kama uwezi kunyonga bangi. Sio kuvuta, kunyonga bangi. Kwa hiyo ikawa inatuinspire kuendelea kuharibika. Kwa wazazi wasiokalia toa tamaa, watoto wao wanakuwa inspired na mtaa unasifia. Unakuta jembe, ichaji kamanda, yani unatoa majina fulani hivi ya kibabe unasema yes. Sasa ambacho kilichofanyika hapa na Hisabati ni nini? Sasa mwezi Disemba iko 1997 Disemba 97 yatoka matokeo ya darasa la 7. Kuna wakashikaji walifaulu kwenda Tanzania, si kwenda Elbol, wengine wapi. Sasa jamaa wale ufaulu mimi ndo alinichanganya treatment waliopewa na mtaa. Umeona mpenda sifa nimeingia mtaani kwa sababu ya sifa, alafu nakuta watu wanapewa treatment ya kifalme. Jamaa kafaulu yule. Kaenda other boy. Sasa boy ndio nini? Mimi niko naingia 7 hapo. Jamaa kafaulu kaenda si wapi. Sasa ambacho ni kera zaidi. Mpaka vibinti virembo. Vikao vinawataka wale jamaa. Can you help me this? Sasa walifanya nini hawa? Mpaka mabinti wanatamani kuwa karibu na hao vijana. Mimi kijicheki sio handsome, sio akishua. Nitakuwaje karibu na hao vijana? Lakini mbona kama handsome kabisa? Yes, wala ustaafu. Sasa hivi tunapata vijana 10 au 20. Mimi niko improper fraction, kitu kikubwa mwili mdogo. Unabonga kichwa. Utacheka sana. Maundi unajua. Maundi unasema ni ya kweli haya. Kwani mbali? Sasa mimi nimesoma Makuburi hapa. Makuburi pana mbali gani? Watu ndio nao mimi Kibasila hapo Makuburi wapo. Sasa unamuelewa ndugu yangu? Namuelewa. Maisha kuna watu wameishi. Watu wameishi maisha mpaka kwa sehemu. Yaani mwenyewe ukitembea tu una buku na nini lakini unasema asante Mungu. Sisi tunamshukuru Mungu kuliko tunafikiria. Sisi hapa ni mshuhuda tosha wa watu ambao wamekosokoswa kufa kufanyaje sasa wanaishi. Huu ni upendeleo brother. Kwa kweli huu ni upendeleo. Tuendelee, ulikuwa unasema sasa hivyo vile nikaenda kumuuliza mtu mmoja, sasa msawa na God bless Charles. Nikaenda kumuuliza wewe umefanyaje mpaka watu wanakushangilia kufaulu ndio nini? Yaani naanza swali kwanza kufaulu ndio nini? Na ingia nasema mwakani. My first question ni kufaulu ndio nini? Jamaa kanijibu, wewe tunafanya mitihani mingapi? Mitihani mitatu kwa nini? Mbona masomo yako mengi? Kaniambia wewe una hiki na hiki unaunganisha hivi. Yaani yeye ananijibu huko kidogo anajua huyu jamaa mbona. Nikamwambia hebu naomba hiyo sample ya mitihani. Akanipatia, nikaicheki. Jamani nipo shauri mzuri sana. Akaniambia wewe soma vitabu la 5 na 6 la 7. Akasema okay sawa. Mimi vitabu sikuwakununulia kwa hiyo. Kwa hiyo mimi nilipewa ushauri mzuri. Nisome vitabu niliiba. Kweli. Ushauri mbaya sana. Lakini vitabu ile uliiba. Kwa sababu bado nipasoma vitabu vya 5 na 6 la 7 ili uweze kufaulu. Shule sayansi kania vitu vingi. Mimi nikaenda shule siku nikachukua kama vyangu kwenye begi nikaondoka navyo. Hapo nyuma nina hasira. Lakini the good thing kwamba mwalimu wangu aliponielekeza nikafanya mtihani, mwalimu wangu alikuwa na kwanza kufika tu pale mwalimu akashangaa muonekano wangu. Unajua walimu sometimes video very psychological. Mtu asiyependa kitu mbembeleze. Mtu asiyependa kitu chako usianze kumshtumu kwamba wewe kwani upendi hivi na hivi no. Fanya kama vile kama Mr. Devo hivi akiwa anatongoza na nakuvuta kama chambo kama chambo fulani hivi unamvuta. Unajua kuna hii imani ya kishirikina kwamba si unatoa kafara siku ya kwanza wale waambiwa watoe mama zao, siku ya kwanza waambie siku ya kwanza kuku Michael bwana, siku ya kwanza kuku mbuzi ikichanganya mbele kwa saa hapo washachanganya kwa kweli, ushaelewa hela bwana hapa mzee hii saizi mama sasa wewe mwalimu mwanafunzi hajachanganya kokote ndio kwanza ameanza unataka kafara ya mama. Haiwezekani. Mimi ndio nimeanza mimi nimekuja leo. Wewe jamaa akaniangalia akasema huyu afanye hata kwa wanafunzi. Akalipokea mambo na akili. Sasa mimi napenda sana sifa. Alafu nimeona na akili for the first time nasikia mtu anasema mimi na akili kasema wow. Kumbe na akili. Sasa mtazamo huyu kwa nini napenda sifa baada ya kuwa mtu mzima mchungaji wangu
alikuwa anaongea habari ya sifa. Kwamba kuna kipindi cha kusifu na kuabudu. Kisifu na kuabudu, kisifu na kuabudu, kisifu na kuabudu, Mungu anafanyaje? Anashuka. Hii ni message kwa wazazi. Sifa hatupendi peke yetu. Sio watu wadogo tu na maundi. Sifa hadi Mungu anapenda sifa. Mungu mwenyewe anapenda sifa, anashuka. Na sisi tumempa kwa mfano wa Mungu. Kwa mfano wa Mungu. Utaachaje kupenda sifa? Nikasema okay, kwa sifa ina nguvu sana. Na common denominator inawalibu watu wengi mtaani sifa. Hivi unajua kuna vibinti vidogo, vijana vidogo wa shule ya msingi vinakaa kwenye TV mpaka saa 6 usiku kuangalia program ili wakifika shuleni wakawahadisia wenzao na waonekane wajanja. Kwa hiyo sifa ni kitu muhimu sana. Ukija kutumia vizuri. Kwa wale vijana ambao bado hawajaoa, mkimuta binti ukaanza kumwambia, ukaanza tu wow. Ile sio kuona kitu kama hiki. Yaani ukana binti kama kuna feeling fulani inamjia hivi. Kuna ndoa zinavunjika kwa sababu tu mwanamume amsifi mwanamke wake. Alafu msela moja pembeni pale kila siku akiona mpaka anakaa chini yani mwamba. Amegundua nguvu ya sifa. Kwa hiyo mimi sifa inibadilisha. Kuna kasema okay good. Next week nifanye mtino hesabu nikapata 11:50. Mwamba akanitunga jina akasema wow, this is good. Akati wewe ni mkemia mkuu wa serikali. Mimi ndio somana Kibasira wote jina langu nitamkemia. Hawajui na Michael Maundi. Ile mkemia alinipatia Mwalimu Boniface Ibunga. Nikasema wow, mkemia 11 kuliko napambana kila siku kuna hapa ilikuwa ni form 1 au hiyo la 7 blaza la 7 bwana, hiyo ndio mimi ndio breakthrough yangu. Maybe la 7 usingenijua interview singekuepo kufollow kwenda sekondari. Nisingeenda kokote mimi. Mama amini hapa. Wewe mamangu mwenyewe atakubali hapo, ndio mamangu anatakiwa akachukue komoni. Achukue wewe unajua komoni, unajua Wanzuki, unajua Mnazi, wewe unajua Chibuku. Wewe una vitu vingi vya ajabu tunatokea. Afu hapo discipline kwako. Mimi siku moja nasoma mlevi mmoja sorry kumuita mlevi kwa sababu opesaidia sana maisha yangu. Mnywaji mmoja amenifuata chumbani kuchukua kibatari. Huo unapoteza muda siki hamna mwanga kule. Akanipokonya kibatari kile ngapi? Afu unaongea nini? Kibatari uko unasomea. Nasomea afu nimekaa chini hivi, chini nimekaa kibatari. Nguvu ya wai hiyo. Hapo hamna meza, hamna kuna kibatari chini, afu rumo imekaa chini. Daftari liko chini kwenye sakafu. Unafanyaje? Unasoma. Wai ina nguvu kuliko hao. Wazazi wanaambia watu wao wai hao nifanya ifanye no mpe wai tu. Wai yenye nguvu inaweza kumfanya mtu akachanganyikiwa. Mimi nilikuwa na wai yenye nguvu sana. Nina picha kichwani mwangu ya Azania, na picha mimi kwa siku Basira, mimi kuna picha ya Azania tu. Kama nikifaulu nenda wapi? Azania na picha kama nikifaulu napata ile treatment walipewa wenzangu. Nikasema wow, this is good treatment. Kuna mtu yote anayepambana bila picha hawezi kwenda. Mimi ni Mkristo bwana. Nifuatilia sana kwa nini Yesu anakubali kufa kila rahisi. Kiboya boya au Yesu bwana mimi namkubali sana inakuwaje? Unajua katika mtu mimi namkubali sana kwenye Biblia ni Yuda. Kwa nini Yuda? Wewe Yuda ni kamanda. Kwa nini? Yuda alikuwa na imani kabisa kwamba kwa pigo za Yesu. Kwa pigo za Yesu. Hawa ilao unachukua. Na Yesu anawanyosha vizuri kabisa. Huyu jamaa ametembea kwenye maji, amefanya hivi, alikata sikio siku moja akakota kipande akafanyaje? Akaunganisha akasema wewe hii anachukua. Shuba miti. Akasema nataka mimi nachukua na pigo za Yesu mimi nazijua. Lakini hiyo kuonesha ushahidi kwamba Yesu alipokamatwa akaanza kuuliwa, kupigwa, Yuda aliumia sana, akaenda kujiua. Maana hakuwa na ile picha kichwani. Picha ya Yuda ilikuwa kwamba hapa nakula hela, mamba anapotea kimiujiza. Lakini ngoma ikawa sivyo. Hata kwa nini Yesu anakubali, ndio point yangu mzazi elewe. Yesu anakubali kufa kwa sababu moja tu, alijua siku ya 3 anafuka. Sawa. Umeelewa? Alikuwa na clear picture kwamba haya mateso tunayopitia leo baada ya siku hizi 3 mimi nafuka. Hasa watu wetu wengi tunapatia vitu vingi lakini hawana picha kwamba ninavumilia mpaka lini. Kwa wai na nguvu kuliko hao. Yaani mtu yote mwenye nguvu leo hii anatakiwa kutengeneze wai. Kwa hiyo unataka kuniambia Maundi wewe ukiona hesabu unacheka? Hesabu au ukimwona mtoto ambaye hawezi kufaulu kupitia somo la hisabati? Mimi nikimwona kwanza najiona mimi. Alafu naona kwamba kuna uwezekano naye akikosa angekosa ndio apata mimi. Sasa hivi mwanangu Caroline Michael ana GPA 4.2 IFM accounts. Anajua hesabu kwa sababu Maundi una mtoto yuko IFM? Mimi Maundi. Mimi Maundi baza. Mimi Maundi. Kweli wewe Maundi. Yuko IFM. Mimi na mtoto akamaliza diploma accounts, sasa anaendelea na bachelor. Ana GPA 4.2 hiyo diploma. Chuo kizuri kama IFM.
chuo cha kiume. Bachelor akapiga 4.8 au 5 kabisa. Sasa hiyo atajua mwenyewe, lakini kwa sababu kuna viwai fulani. Yaani mimi wai muhimu. Wai muhimu sana. Sababu dunia yao ni ngumu hawa. Dunia yao ngumu sana, usipokana mwanao wa kike kuongea naye vizuri au wa kiume, inaweza kala kwako. Yaani kuna muda mimi mwanangu nikiamshaga saa 7 usiku tunajua mzee ana yake leo. Namjengea wai nyingi. Vile vingine baka vya uongo afu sometimes basikiliza hiyo ndio huruma. Mimi babako unajua watu wanajua mimi mtaalamu wa masuala ya malezi, sasa usiniangushe. Usiniangushe mwanangu, nakuomba niko chini miguu yako. Don't let me down. Wewe watoto hawa kuna muda mimi baka wanafunzi wakinizingua naombaga msamaha wanisaidie wafaulu tu ili kulinda ajira yangu. Msamaha. Unawaomba jamani vijana wangu. Hebu nisaidie mimi mwenzenu wapenda sina kazi nyingine. Kazi yangu ndio Sama na kuangalia kwa. Nakwambia yani lazima mjanja kujifanya umefuka lazima. Usifanye mjanja sasa kufukuza shule. Watu wadogo waanza kaorganize kufukuza shule. Na wako darasa la 2. La 3 wana organize. Sasa kwenye elimu kuna vituko hivi. Kuna watu wamefukuza shule na watu wadogo. Darasa la 4 na kuaidia ajira. Wanajifelisha na wanaenda kushtaki kabisa, sasa tumuelewi. La 4 yani la 5 eti kama master kanacheza mchongo kabisa unakamilika, wewe unakosa ajira. Sasa wale kisa nini unajifanya mjanja? Akifika darasani umeona mimi vitoto vinaongea vya darasa la 4. Ulianza lini kuwajengea msingi hawa watoto na kuona kwamba sasa natakiwa nichukue jukumu kama mzazi, kama mwalimu? By profession ni mwalimu kabisa wewe. Mimi ni mhamasishaji. Okay, sawa. Wa elimu. Mimi kwenye walimu sasa hizi ndo namalizia baadhi ya vitu kuweka sawa, lakini mhamasishaji upande wa elimu. Kuhusu hisabati, ni masomo hisabati ina kuanzia la kwanza mpaka la 7 mpaka form 4 mpaka form 6. Wanafunzi gani unadili nao sana hapo? Mimi bwana nadili sana na primary kwa sababu msingi ndio kitu muhimu sana kwenye nyumba. Msingi ndio kitu cha msingi sana. Yaani hisabati wanaofeli form 4 ukichunguza shida inaanza huko chini. Shida iko sekondari. Haiko sekondari. Sekondari, yani mtu aliyejua hesabu sekondari, huyo mtu mwalimu wake aheshimiwe sana. Watu wengi hesabu wanaijulia shule ya msingi, inaendelea mpaka sekondari. Shule ya msingi mpaka sekondari. Lakini ukiona mtu anaweza akaichukia hesabu sekondari, ila hawezi kuanza kuijua hesabu sekondari. Ukiona imetokea hivyo, mheshimu sana mwalimu wake. Lakini wanafunzi wengi wakitoka na msingi sekondari, primary, wanaendelea na moja kwa moja sekondari. Yes. Kwa hiyo Samu ndio kwanza kuuliza. Maundi, changamoto iko wapi? Ni kweli watoto hawajui hesabu au msingi wa nyumbani na wa shule ya msingi unachangia kutokujenga misingi imara? Kwa sababu naamini kwamba kuna nyakati maneno tunayoongelea watoto wetu, mazingira tunayoonyesha watoto wetu, na namna walimu wanavyoongea na biti shule darasani inasababisha wanafunzi kuanza kuogopa hilo somo na yeye ushirikiano wake wa kufaulu. Mimi nadhani muda umefika sasa. Unajua shida sio kwamba watu wengi watujue hesabu. Shida tunaiongelea hesabu vibaya. Yaani tunaiongelea hesabu vibaya. Yaani kabisa tunatukiwa na akili zetu timamu, tunataka na watu wetu pia waamini kwamba hesabu ni mbaya. Ni ngumu. Yaani tunashindwa kujua kwamba katika mafanikio yoyote saikolojia ni 80%. Yaani kwamba ule mtazamo wa mtu na kile kitu. Kwa mfano mimi hapa leo kiniambia issue yote inahusu umeme. Hata kama niambia kuna watu wa kuchomeka, yaani sio kwamba sitaweza, ila ubongo wangu mimi ushakataa. Ile bwana Maundi sichomeka tu hivi. Siwezi. Sasa kuna watu vile vile hesabu wanakwambia bwana hii 2 mara 4 ni nyepesi. Kwa nini? Asha convince mwenyewe kwamba hawezi. Na tafiti zinasema kwamba kitokea binadamu ameambiwa hawezi mpaka kaamini kwamba hawezi, wanatakiwa waje watu wengine 17 tofauti. Wakumwambia anaweza. 17. Hiyo ilifanya Harvard kabisa. Ombea na wewe? Anaweza. Kwa hiyo mzazi ndio yule kama maneno yake yana nguvu kiasi gani? Mzazi ambaye hakuna deni kubwa leo ile kumpatia mtu mjinga mwenye matokeo dhaifu kama kumwamini anaweza. Hata ukipata bahati kupata mke ambaye anakukubali wewe ni kamanda. Alafu una kitu. Huyo mwanamke usimwache. Wewe kamanda, mimi siku moja nakumbuka wrong time. Ikashapita hivyo. Nimekaa zangu dirishani kwa nyuma watu wanapiga ombea. Mke wangu naweza? Ndio nake ombea kama vile kama jadi yao hivyo. Wanapiga tu stories zao pale. Nikasikia naambia zake huyo, sasa milala huyo. Subiri atoke.
Amelala wewe. Akitoka hapa tuna hela. Akitoka akienda mjini akirudi. Anarudi na vitu. Mbona? I say? Nikasema, yani ile kauli nikaisikiliza kasema. Unatabasamu usingizini. Nikasema kweli ananijua mimi. Ananijua mimi jembe. Ni kamanda. Na kingine vijana wangu mbona wakaribia kuoa ama wameoa, wanawake wana uwezo mkubwa sana kuangalia mbele. Wanaweza kagawa ya 10 mbele kwa naku mbele hamna kitu. Hamna kitu. Wanaweza. Wanaweza. Hasa wanawake weusi. Weupe? Hasa wanawake weusi kwa sababu au kwa sababu wewe ni mweusi mama. Nakwambia kweli wanawake maana simaanisha wazungu, naonyesha wa Afrika. Bishop huwa asituzingue tete kwa sababu wanawake weusi. Sasa kwenye Biblia Mungu mwenyewe alikataza kabila lile kina Musa wasioe watu makabila mengine. Kwa sababu walikuwa weupe. Tulia basi, wasome kabila mengine. Ila Musa kaja kumuua nani? Kabila lingine. Ndio. Watu wakamcheka. Kwa nini anamuua kabila lingine? Kichotokeo ulikiona? Alimwomba kutokea Kushi. Kwa hiyo nataka kuniambia wanawake weusi? Wana uwezo mkubwa sana kuona mbele. Ukitaka kwenda mbali, kamata mwanamke mmoja mweusi. Afu tengenezeni mipango. Wewe si msaidizi, mpe bwana kunaenda hivi na hivi. Ukipata bahati hiyo shukuru Mungu. Sam vipi Bishop, unaionaje? Haiko yenyewe. Imekaa vizuri Haya, tuendelee Kwa hiyo point yangu mikubwa, nyumbani panatengeneza kujiamini. Wazee wa zamani walikuwa wazee fulani mimi nawakubali sana. Kila mzee alifaulu hisabati. Miaka ya nyuma kama unakumbuka vizuri. Of course mimi mzee wangu kasoma PCM. Sasa basi hata angefeli. Mimi mama wangu sikufichi, kuna kitu alinipanga. Aliniambia hivi, ila saa 7 alifaulu. Alafu jina lake likauzwa. Yaani alifaida ile bila eti kwa sababu baba yake alikuwa nini? Hana hela. Alifaulu jina lake likauzwa. Mimi nimemuelewa sana. Watu wengine. Mama yupo mpaka leo. Mpe salamu zake. Nimeipenda hiyo. Kubali sana jembe yule. Sababu alifaulu jina lake likauzwa. Kasema kamanda huyu sio ananipanga huyu. Sasa hivi nimekubali mama alikuwa ananipanga. Lakini upangaji wake ulikuwa una maana. Jenga kisaikolojia. Sasa wazazi sasa hivi hawakupangi. Wanakwambia ukweli. Ila ukweli wao hauna faida yoyote. Unapata bwana wewe hesabu sijui. Yaani mimi kiona hesabu nachanganyikiwa. Unaambia mwanao hivyo. Mwanao unamtengeneza mazingira ujanja. Kuna wanafunzi gani ambao unajivunia ukiwaona leo? Unasema ni matokeo ya au wazazi wanakupigia simu na kukwambia aisee Maundi, hongera mwanangu saizi anaipenda hisabati. Muda utoshi. Lakini kuna kijana mmoja anaitwa Isa Mwalimu. Isa Mwalimu ni kwenye message yake ipo ndani. Ndio. Isa Mwalimu bwana, kwanza ni mwanafunzi wangu wa 2002. Ndio. 2002. Ndio watu wengine sababu sisi shazaeka sasa hivi. Ndio. Isa Mwalimu, subiri niangalie message yake, nitaipata tu bwana. Hii hapa hii. Hii message naomba taratibu mimi nikisoma itakuwa kwamba mpe msoma magazeti. Msoma magazeti hapa. Tuanze hapa. Kichwa kimejaa kichwa kimejaa vitu vya kutosha. Hapa kuna hashtag mkemia mkuu. Ndio jina langu lile la nyuma lotuambia la kule. Naambia asante sana mwalimu. Mwalimu ni jina lake Rais Mwalimu. Bado nakumbuka maneno yako mwalimu. Mdogo wangu, we soma. Umuhimu wa elimu utauona mbele. Asante sana kaka. Kama hili kwa mwaka gani Isa? Namuuliza sasa. Anaambia ilikuwa 2002 mwalimu. Bwana. Hata nikuelezee namna gani unaweza usinielewe. Nilichofanya ni kuamini maneno yako na kusoma kwa bidii. Unajua ninyi ndio darasa langu la kwanza na ubao wa kufundisha alichonga mama yako. Msalimie sana mama Mwanaisha. Asema zimefika bro. Nakumbuka tulipiga picha. Hivi unazo zile picha? Unaona? Huyu ni mtu saizi mtu mzima kwa Kigamboni na familia yake. Anakwambia hata nikuelezea kwa namna gani huwezi kunielewa. Hasa kuna kitu kitamu kama hiki. Nyingi yani kuna Instagram page watu wameandika vitu vingi. Lakini huyu mimi ananisaidia sana. Alinirudisha mimi kuwa serious na kufundisha. Ni binti moja sitomtaja jina. Siku moja 2013 12 nilikuwa mtamu Man City pale. Ile binti alikuwa na mimi na vitu vyangu vingine. Nimetulia pale na vijana. Unajua jana na mambo mengi. Nimefanya hiki nimetulia pale. Ghafla nikamwona binti amenirukia. Binti kabisa. Kunirukia ile binti, afu pembeni kuna mwanamume. Nikasema sasa leo ndo napigwa. Leo napigwa. Pembeni kuna mwanaume. Baadaye akamwambia mume wake. Kumbe mume wake. Akamwambia huyu ndio Michael Maundi. Nilikuwa nakwambiaga.
Sasa hapo pia ujui hapo ujui sasa anamwambia nini. Ila baada ya kumaliza pale kumwangalia vizuri yeye binti anabadilika. Kama nishamfundisha hivi. Baadaye kumwangalia vizuri nikaona huyu ni mwanafunzi. Yule bwana alishonisaidia kuloa temperature akaniambia asante sana mwalimu. Bwana. Hadi mwanamume anasema asante sana mwalimu. Kwa sababu anambia bila Michael Maundi mimi tusije kutana chuo. Unaona mambo yanavyoenda hivyo. Kwa kuna shuhuda nyingi, kuna watu mjini tunawakosea watoto wengi, tunawalia maisha yao kwa sababu kuna mtu mmoja anashindwa kuchukua nafasi yake. Hawa watoto wana dhambi. Wakubwa wao sisi ndio tunatakiwa tuwajibike kwa ajili. Sasa kuna vitu vingi wao hawavijui mbele kukoje. Kwa hiyo unataka kuniambia Maundi mtoto kufeli hesabu, kuliona somo la hesabu ni ngumu inatokana na mzazi mwenyewe? Au ni kwa sababu kuna wazazi wengine wanakuta wanawapiga sana watoto. Kwa nini akifeli mtoto anapigwa sana? Naomba niongee swala kitaalamu kidogo. Kitaalamu ili wengine waelewe. Mzazi anatoa kujiamini. Hiyo ni kazi ya mzazi. Kujiamini asilimia kubwa ni mzazi. Yaani don't give up on your son and your daughter. Yaani usije give up hata siku moja. As a matter of fact, deni kubwa la kumpatia mwanao ni kumwamini kama anaweza. Yeye amesema huko nyuma. Sasa ukija kitaalamu kabisa, kwa nini somo la hisabati linakuwa gumu na nasumbua watoto wetu? Ya kwanza ndio imani, lakini ya pili ni topical interdependence. Mada za somo la hisabati zina tabia ya kutegemeana. Yaani kama hujui orodha ya kuzidisha ile 4 mara 7, 9 mara ngapi, utasumbuliwa na hesabu za kuzidisha. Ukisumbuliwa na kuzidisha, utasumbuliwa na hesabu za kugawanya. Usipojua kugawanya, Uncle Jimmy, kwenye somo la hisabati kwisha habari yako. Kwa sababu gani? Mada nyingi kule mbele zinategemea kuzidisha na kugawanya. Ndio hapo kupata hesabu na hisabati. Sasa ingia sana, lakini mzazi yeye akiwa na awareness tu kwamba table ni kitu muhimu. Kuzidisha ni kitu muhimu. Kugawanya ni kitu muhimu. Kwa mwanae wa darasa la 3 la 4 mpaka la 5 atafanikiwa. Hapa muda atafanikiwa mwanae. Hapa muda si mrefu nimetoka kuongea na shule moja pembeni hapo. Ile shule watu wa grade 5 wote hawajui kugawanya. Watu grade 5 wananiomba Maundi tusaidie. Lakini kitabu cha grade 5 topic yake ya kwanza ni kugawanya vipimo. Application na kosa. Sasa ukitafuta kosa kama mtaalamu makosa, kosa sio la mwalimu, kosa sio la serikali, kosa sio la mwanafunzi, kosa sio la mzazi. Kosa la nani? Tafute majibu sasa. Kwa sababu unaweza kumlaumu mwalimu. Kama mwalimu wewe, kwa nini wanafunzi hawajui kugawanya afu unaendelea nao hesabu za vipimo? Kugawanya. Mwalimu atakwambiaje? Mimi naongoza na syllabus. Ndio. Kamaliza. Syllabus inaniambia nifanye hivi, nifanye 1 2 3. Umeona? Na anatakiwa amalize syllabus kwa muda uliopangiwa. Ushaelewa hapo Ndio. Nenda kwa tunzo vitabu. Nyinyi kwa nini wanafunzi wa grade 5 hawajui kugawanya? Na nyinyi mnaruhusu waendelee mara nyingine. Wanasema sisi huko nyuma tulishatoa hiyo mada. Tulishafundisha kwenye vitabu vyetu hizo mada zipo. Umeona? Yaani grade 4 hizo mada zipo. Ukimuuliza vipi? Mwalimu alikuwaje? Mimi mwanafunzi hata cheki matokeo yake ya NECTA kafaulu. Sasa darasa la 4 kuna nini? Mtihani. Kafaulu kwenda darasa la ngapi? 5. Kwa kama kafaulu kwenda la 5 ana qualify kwa vitu vile ngapi? 5. Angefeli tungemsaidia. Ndio. Sasa kafaulu. Nani kapima? Bwana kapima baraza la mitihani. Tanzania. Wewe nani useme wanafunzi huyu hajui hiki? Wakati baraza limempitisha. Hapo pazito. Wewe nani useme tuanze? Pazito. Ukitaka ufukuzwe kazi, mimi walimu walipiga simu, Maundi tusaidie bwana tufanye vitu gani? Na bado ni mwalimu, wewe walisoma masomo gani? Hisabati. Naambia kwa makini sana. Ukimsikiza Maundi unaweza kufukuzwa shule. Kweli. Naambia kwa makini sana. Kwa sababu gani? Bila tebo mwanafunzi haendi. Lakini wewe siku mwambie mtaaluma hivi, leo hawajasoma hesabu, alikuwa anasoma tebo, hawajaandika leo. Hii wiki nzima tuandiki tunasoma tebo. Unaambia mtaaluma wewe kazi una. Kwa nini? Syllabus inasema tunafanya 1 2 3. Kweli swala ni swala very serious. Inabidi kama nchi tukae chini tujue tunafanyaje. Tuanze mfano. Tutalaumu watoto bure. Tutalaumu walimu bure. Mimi mwenyewe ni master kweli. Lakini kuna darasa kunipatia Maundi, fundisha darasa topic fulani, nitakwambia siwezi. Kabisa. Siwezi kabisa, sio uongo. Siwezi kwa sababu gani siwezi? Kwa sababu hawa watoto wamekosa uwezo wa kuelewa hii mada. Yaani uwezo sio akili, naomba tueleke sawa. Hawajakosa akili. Wamekosa uwezo
wa kuelewa mada inayofundishwa. Ili uelewe somo la hisabati kuna vitu viwili. Kuna uwezo wa mwalimu au master, na pili uwezo wa mwanafunzi kuelewa anachokiwa kufundishwa. Sasa kuna wanafunzi wengi, walimu wazuri ila wanafunzi ule uwezo hawana. Kwa mfano, mwalimu anapofundisha hesabu ya sehemu. Hesabu ya sehemu kule chini kuna namba tofauti. Kitu cha msingi zaidi pale ni cha kwanza mwanafunzi inabidi ajue KDS. KDS kama unakumbuka. Kigawo kidogo cha shirika. Siku hizi huko wanaita LCM. LCM. Sasa sekondari na English medium. Akishajua LCM ile ndio itamsaidia kujumlisha kule chini. Sasa mwalimu anamfundisha mtu ajue LCM, hiyo KDS, hajui kugawanya, hata hajui kigawe ni nini. Na mwalimu ni master. Ukifika hapa unachukua kigawe cha 3 na 4, KDS yake ni 12. Mwamba moja ambaye huyu ananipresent mimi nilivyokuwa mdogo, anaangalia, anaona mwalimu anaandika pale namba, haelewi kinachoendelea. Na sio mjinga. Mimi siku moja mwalimu ananiambia nikafanya swali la KDS nilivyokuwa darasa la 6. Nikaenda ubaoni kweli. Alitoa mfano. Na mimi kaenda ubaoni, akaandika namba zake. Mimi nikachukua majibu kwenye mfano nikaweka pale. Hapa ameandika 6, mimi nikakopi kule. Kwa 2 ngapi na mimi naandika. Kwa 2 ngapi? Nilipigwa fimbo sasa. Lakini alinionea mimi sijui kinachoendelea. Hivi ushokana na mtu ambaye hakumbuki chochote. Ni sawa mimi. Hesabu mimi kwangu nilipata yai kaka. Sasa unaona, mimi nilisoma shule ya msingi darasa la 6. Sikumbuki nilisomaga somo lolote. Mimi mwalimu namkumbuka mpaka leo kwa shule yangu ya msingi. Mwalimu la kwanza, la pili na la tatu. Kipindi naenda shule. Lakini baada ya hapo mbele hapo mpaka la 6 hivi katikati. Yaani kuna vitu vingi mimi sijui, yaani vilipitika shwa. Sinapishika kwenye uni hapo. Sasa point yangu msingi kwamba akili kwanza, hakuna kipimo ambacho kinaweza kupima uwezo wa mtoto. Uwezo ni kitu kikubwa sana. Uwezo ni gift ya Mungu. Hivi tukio vidogo tu vinafanyika. Ila tuna estimate kwa makaratasi kupima akili za watoto. Huwa unapata nafasi ya wazazi kukutafuta kuwasaidia watoto wao private? Unafanya? Wazazi sasa au kwa kutokana na ratiba yako kuwa ngumu? Ratiba yangu sio ngumu sana kwa mzazi ambaye yuko serious. Ndio. Unajua mzazi ambaye yuko serious huwezi kumzuia. Utazuia watu wengine tu. Ratiba yako itakuwa ngumu kwa watu wengine. Ila kwa mzazi ambaye yuko serious, huwezi kumzuia. Kwamba nataka mtoto wangu kuanzia darasa la kwanza mpaka la 7 hesabu ikae vizuri kichwani. Huwezi kumzuia. Kuna wazazi hawajui hesabu kama wanavyosema hawajui hesabu. Mimi sijui hesabu kabisa. Sasa hivi kama Maundi mimi nitaielewa tu, nirekodie vizuri video, nipatie mzazi anayekomalia kwanza aelewe yeye. Mimi na watu umetoboa hizi kwamba mwalimu Maundi unajua mimi kumbe hesabu jepesi, yani anafuatilia kipande na anamfundisha mwanae. Kuna mama moja baada ya kuelewa fraction kwenye page yangu Instagram alivyosoma akaielewa, akafundisha mtaa mzima. Kila mtoto baada ya kuelewa. Sema kumbe hesabu rahisi hivi. Yaani mtu aliyeamua tena kina mama walioamua tatizo. Kwa mimi nataka kuijua hesabati. Nakwambiaje mimi na kina mama. Sasa hizi mimi mpaka nimefika sehemu na record video. Nikirekodi video kwa mada. Ndio. Mfululizo tu. Mtu yuko Songea naambia okay mwanao hivi sasa sababu kuna kazi nyingine ngumu watu wengi wanashinda kujua. Shida sio kama maswali fulani. Shida kubwa iko kuna mpangilio wa maswali. Kwamba ili mwanafunzi aelewe lazima utoke stage moja kwenda stage nyingine. Yani step kwa step. Kuna teach from known to unknown. Kwepesi kwenda kugumu. Hata wengine magenius. Unajua magenius wanatuambia sana elimu yetu. Walimu magenius ni wazuri lakini pia na madhara yake. Walimu magenius wengi wanaamini kama anavyoelewa yeye haraka. Basi na mtoto ndio hivyo hivyo. Na wewe pia utaelewa vile haraka. Mimi nina bahati moja tu kubwa ya kuwa mjinga. Kwa mimi kuna muda mpaka mwanafunzi anaelewa afu mimi naamini hajaelewa. Ndio advantage mimi ninayo. Kwa mimi kuna muda mpaka na over digest. Kwamba huyu anaweza asielewe hapa na hapa. Ile ndio gift ambayo mimi hata ukinekea watu wasomi 200 hapa. Tuambie bwana Maundi sasa hebu tuandalie kazi. Wengi wanataka kazi wanashinda. Hata vitabu vyetu vingi vimeandaliwa maalum kwa vijana ambao wanajiweza. Sasa kuna vitabu tunaandika from known mtu anasema wow. Yaani mwenyewe anafanyaje? Anagundua kama kuna kitu hapo. Sisi tuna vitabu hivyo. Sasa ile ndio muhimu sana, tengeneza mada vidogo na vunja na tengeneza kama additional fraction. Nimevunja category kama 7 pale. Nikaziweka pap. Kompyuta hii category 1 iko hivi, category 2 iko hivi. Hasa mwalimu genius pale anaweza kazivuruga zile zote. Nikikuangalia hivi Maundi naona una uwezo mkubwa kwenye hilo. Kwa nini usitafute online ukaanza kufundisha taratibu, na inawezekana clip zako zikawasaidia watu huko mbeleni na wazazi? Mnashukuru. Kwa nini usiwaze hicho kitu? Kwa nini usiwe na TV moja ambayo unafundisha tu dakika zako 5 tu ili wazazi waweze kukufuatilia? Sawa, umesema social media upo, utatuambia mwishoni. Nashukuru kwa hilo, lakini
wanasema unajua kuna kitu kingine kwamba Mungu hakupi vyote. Ndio. Mungu hakupi vyote. Yaani kuna shangaa wewe Mungu anakupa hiki, mwingine anampa hiki. Mungu hakupatii vyote. Mimi naamini hilo wazo baadaye tukimaliza hapo utanisaidia. Ndio hapo kwa nzuri sana. Ili na Bishop unamsikia wewe. Na wahenga leo kusema mchawi mpe mwanao. Na unaunga mkono? Naunga mkono. Hapana. Kwa sababu naona kama mfano mimi kuna hesabu ambayo siwezi kuisahau maishani mwangu, simultaneous equation. Hesabu moja ngumu sana kwangu ile. Hapana, nyepesi sana. Wewe bwana Maundi, wewe si kitu chako hesabu nyepesi, yani hesabu iko hivi. Kwa mfano sasa ukisema yani ukiongea na mtu kuna mtoto hivi kuna ile ndege moja inza Magufuli kutoka Marekani mpaka Bombardier alikuwa. Bombardier. Alileta mtoto wa Makasege alileta ile. Yes. Esther. Ukienda kumuuliza hizi Esther eti kwamba mambo ya pilot ni magumu. Unaweza kuangalia hivyo, afu pilot ni PCM ile. Sasa hata sikuelewe. Afu kwa nini amwataji tu kina Esther? Watu wadogo kaona mnatajia watu hawa wengine. Kwa nini? Kwa hiyo mimi nawaza Maundi, yani kwa nini kama uliweza kama umesema hiyo topic kama topic gani ulivunja mara 3? Nini? Fraction. Mimi hata kuelewa sielewi sana. Topic ya sehemu. Hesabu za sehemu. Mimi nasaidia watoto. Kwa hiyo unazipiga vizuri zile. Okay. Unasaidia kufanya homework. Sasa wewe hesabu anajua, mimi sijui. Hakuna, wewe hesabu huwezi kushinda, huwezi kufanya hesabu. Mimi wewe niletee Kiingereza na Kiswahili. Mimi nakumbuka darasa la 5 nilichapwa mara 2 kwa sababu ya akili za kupitiliza. Akili za nini? Za kupitiliza. Moja, mimi nilikuwa na michezo, mimi nilisoma Makurumbu la shule ya msingi. Sasa siku tofundisha hesabu za table, mimi nimeenda kuvua samaki. Jangwani, nilijua tu Jangwani. Huko watu wapiga hesabu za table. Kwa washikaji tumeenda kwenye kucheza mpira jioni, anambia leo tunafundisha hesabu za table. Table rahisi kupita maelezo. Na kesho mwalimu amesema tuje na table, umezishika kichwani. Akambia itakuwaje bwanangu? Akambia table zipo rahisi, table ya 2 rahisi, table ya 4 rahisi, table ya 5 rahisi, table ya 10 rahisi, table ya 11 rahisi. Hapo ukishika hizi mwalimu achomoki. Nikamwambia sawa. Nikaenda nikazimeza. 2 mara 2, 2 mara 3, 6. Huko nikaja 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 24 imefika. Nikaja huko nikaja 5, 10, 15 ikameza. Nikaja 7 kila kitu. Kuingia class. Mwalimu akauliza ngapi jana wakuwepo darasani? Nikanyosha mkono. Kwa hiyo jana kusema table kaambia ndio. Akasema table ya 7. Unajua nambaliza wewe. Table ya 7. Kaka. Sijaandaa nayo kabisa. Hiyo ndio tu namba yoyote kizilisha na 1 ni ile namba. Mimi hata sielewi hapo. Nikasema 7 hapo 14 sijui sasa hapo. 7 Mwalimu akambia njoo mbele, wajifauna akili kuliko bibi. Mimi nilijua tutaenda kushika kitu chepesi. Hiyo. Ya pili nilichapa, watu tunafanya hesabu. Zile za hesabu za za maneno, mafumbo. Mpaka leo unazikumbuka mzee baba? Mwalimu akasema ikiwa watu 9 watalima ekari 8 kwa siku 3. Je, wewe mtu mmoja Samsasari utalima shamba lenye ukubwa huo kwa siku ngapi? Niulizeni mimi Maundi kama nitaelewa hiyo kitu. Siwezi kuelewa. Sasa mimi nikamwambia mwalimu, mimi sitalima. Mwalimu akaniuliza kwa sababu gani? Sawa, swali washalima wale wa mwanzo. Sababu nitakufikia sasa hivi. Kwa nini? Sasa umeniambia mwenyewe ikiwa watu 6 wewe lima kwa ekari zile mimi nitalima shamba lile kwa ekari kapika sitalima, washalima. Sasa sababu njoo akapigwa akili zilizopitiliza. Akaniambia hizi hesabu nilizofundisha hapa si kwa sababu yako, kwa sababu ya vizazi vyako, lakini pia hesabu ni maisha. Ndio nikaanza kuzifuatiliaga hesabu sasa mdogo pale mdogo kwa unatoka tukaanza kuchora maumbo, hesabu za maumbo, mraba, mstatili, pembe 3, naona tukaja huko kuna rectangle, circle, nini hivyo tukazunguka tu. Maundi unamuelewa kabisa vizuri. Sana. Hapo unaelewana lugha kabisa. Sasa mwanangu
Sasa hivi madogo ndio wanakuja sana na hesabu. Sasa wanakuja na hesabu sasa hapa. Daddy homework. Naambia vipi sasa unapiga mkola. Umeanza kwanza na akili yako. Ameshaanza. Kwa anakuja pale kupiga fraction. Sasa dogo alikuja na fraction kwa sababu yeye yuko darasa la 6. Kwa sababu wala nasoma kwa Kiingereza. Unajua ile Kiswahili. Pale kwa 2 imeisha, kwa 3 imeisha, si kwa 2 ngapi kama imeisha. Yeye anakuja anakuambia no. There is the easiest way of doing it. Yaani hiyo njia utumie ni ndefu sana. Lakini lazima compute in your mind. Kwa unaona dogo anakupiga mwisho sana. Lakini njia kama ningefundisha mimi ningetoboa mapema hii hapa. Sasa mwisho wa siku nikabidi nikatengeneza utaratibu wa kupenda somo la hesabu. Okay. Na kama msema Maundi pale mwa kwanza, mwalimu wangu mpaka leo, yani nimemtajaga mara nyingi. Mwalimu alisema mimi nitachapa kila siku na wafeli. Kwa sababu akili unazo kuna chezea mpira. Bwana. Akili na yani nilikuwa ananichapa, anaitwa mwalimu Mkongwa. Nilienda Dodoma juzi kati hapa. Nikakutana na mwanae. Nikasijui kama mwanae. Amesema sasa ile mbujio kwanza hapa. Unamtajaga sana mamangu. Mtoto wake. Kapea mamako. Mamako nani? Akaniambia mwalimu Mkongwa. Kama mtoto mwalimu Mkongwa. Aisee kabele maza. Ndio alisababisha mimi nikapendaga hesabu. Yaani kwa nikifanya hesabu najua nisipotumia akili. Ndio mwalimu akaja kusema alikuwa kuuliza tu why. Usema sasa nitagezea. Naweza kajegezea nipate jibu. Anataka nimuelezee. Ili kuaje ulielewaje. Yaani akaniambia mara 10 ukosee jibu namba lakini sio njia. Wewe niambie bwana hapa nadhani ilikuwa 1 2 3 4 5 nadhani tutakuwa hii hapa. Hapa sawa. Njia yako iko sawa ila jibu lake sio sahihi. Fikiria vizuri. Hiyo darasa la 5 mwalimu tukaanza kwenda mimi mpaka nimemaliza la 7. Hesabu mimi niko fresh. Kwa hiyo mpaka watoto wake wanafurahia kwa kazi ya mamao alikuwa amenisaidia mimi. Kufika chuo kikuu mwanangu nikasema mimi level sasa nikimbia hesabu. Ndio. Nilifika chuo kikuu Mzumbe ndio kutaka kuna somo linaloitwa QMS, Qualitative Mathematics. Pazito. Hapo ndo nikasema yani umeruka susu. Kojo. Umekuja kanyaga pupu. Sasa kwa sababu nishakuwa na msingi kama usema mwalimu. Ndio. Ukishakuwa na msingi kazi imeisha. Brain inavuta memory. Okay. Inavuta memory tu. Yes. Hata mtakana kuelezea kwa 2 imeisha kwa ngapi imeisha. Unaelewa. Hata kama jibu unakosea mimi Maundi wakati tuko darasa la 7 kuna mshikaji anaitwa Tumaini Thomas. Kaka alimeza kitabu cha hisabati za Kikwetu. Zote. Tuko tunataka kupigaga paper za Jumamosi na nini. Swali kitoka ananiambia ile swali la 67 katika hisabati za Kikwetu. Alafu jibu lake ni sentimita 38. Anajua majibu. Anajua maswali. Najua njia. Tumamjeshi yule pale. Tumamjeshi. Yule amepiga ana A zote mpaka chokuwa na A za mathematics. Yaani yeye namba ilikuwaga sio issue. Lakini ndio ilikuwa watoto mchikichini tunaenda kushinda sisi. Watoto Lutiinda kule tunaenda kupiga pepa. Hivyo ilikuwa kwa hesabu wakati ni mazoezi. Baba kama akili zina nani? Tafuta wifi hapo kidogo na akili zina kasa. Mimi kukosea napeleka kwa mama. Mama si ana kichwa cha sayansi. Cha sayansi. Huku kuna hotuba kule kuna sayansi. Kule nini? Huku kuna hotuba kule kuna sayansi. Asante. Maundi tumalizie hapa. Unawashauri nini wazazi kuhusiana na hisabati, lakini pia vizuri ukitaja unapatikanaje? Kuna mtu mwingine anahitaji kukupata, unapatikanaje? Ushauri wa dakika ngapi? Hebu niambie. Vyovyote vile utakavyojisikia. Kwenye kuwashauri wazazi, tuanze kuwashauri wazazi ambao ni vijana, wameanza kupata watoto wao saizi wa kwanza wadogo mapema ndio wanaanza. Cha kwanza kuwashauri kwamba somo la hisabati sasa hivi na somo la kusoma lina ukaribu karibu mkubwa sana. Yaani kama vile somo moja. Kusoma tena? Kusoma. Muhimu sana. Mtaala mpya unaitwa competence based. Ni mtaala ambao unapima thinking ya mtoto. Sio solving. Kuna solvers na kuna thinkers. Dunia yao hawa inataka thinkers. Critical thinkers. Sio solvers. Sasa hivi kama solving hata machine can do, but thinking hakuna machine. Hakuna. Sasa kwa kuandaa hivyo mtaala ukabadilika ya competence based ambao unapima umahiri wa mtoto. Kwa siku hizo unachoangalia hata maswali yao mengi ni maswali ya mafumbo. Yaani upimwi kwa namba. Unapima kwa nini? Kwa thinking. Kwamba unapewa mafumbo pale, afu uje na nini?
na majibu. Kwa hiyo moja ya juzi muhimu sana nakuta video inayo ni juzi ya kusoma. Nikilimi kama mtaalamu, saa hizi mzazi asikubali mwanae kwenda kuvuka darasa la kwanza kama hajui kusoma vizuri. Yaani ana madarasa mawili tu ya kucheza, la kwanza na la pili basi. Hapo hakikisha anavuka, anajua kusoma vizuri. Kama anatumia Kiswahili akijua Kiswahili vizuri. Kama anatumia Kiingereza ajifunze ajue Kiingereza, kuongea vizuri, kusoma na kuongea vizuri. Huo ni ujuzi muhimu sana. Kingine ambacho mzazi aelewe, kwa mtaala huu mpya, kitakachomwokoa mtoto katika dunia sasa hivi ni tabia ya kupenda kujifunza, sio kufaulu mtihani. Tabia ya kupenda kujifunza. Sasa hizi zile zama za kusema mwanangu ana A, huyu atajisomeaga ila anafaulu, zile zama zimekwisha. Dunia hawa mtoto mdogo inabidi umfundishe. Kwani mtoto mdogo, kwa sababu tabia ni rahisi kuumbika utotoni. Mtoto mdogo inabidi umfundishe tabia ya kupenda kujifunza, awe anapenda kujifunza. Kwa sababu moja kubwa, dunia hao vitu vinabadilika kila siku. Hujakaa vizuri kuhusu wiki, kimekuja kingine. Sasa chuo ilitoka na GPA yako nzuri, lakini kumtano unashinda kwa sababu gani? Ukipewa document na peji 200 tu hapa, kusoma uwezi. Kutabia kupenda kujifunza ni nzuri sana. Ndio kwa sababu sisi wazazi wao wengi, tamthilia kianza usingizi unaisha, vitabu vikianza kusoma tunasema usingizi unakuja. Pale unakuja fasta tu. Ukitaka kusinzia haraka soma Bible. 47 ile mzee. Hapo picha. 7.5. No picha, no mchoro. Juzi kuna mshauri mtu mmoja akamwambia, "Oh, mimi usingizi unanisumbua sana hivi na hivi." Nikamwambia, "Okay, sawa. Muda wa kulala chukua Biblia." Hamna picha. Pale ushika tu dakika yaani Biblia kwanza ukiamka sio shika Biblia umeikunja hivi. Nini umeshaangalia kwa sababu gani? Yaani ubongo ni uko bored. Ubongo unakuwa bored. Naomba uelewe, mtoto ambaye anajua kujisomea ukimpa kitabu tu, ubongo unamuuliza wewe mambo haya yameanza lini? Mbona sisi taarifa wewe msomaji hatuna? Wewe na kusoma umeanza lini? Lakini kitamthilia mtu yule anaamka. Sasa sisi kama wazazi, kinga dawa yake ni moja tu, mapema muandae mwanao awe na utamaduni. Rafiki yangu mmoja sio msawa aliongea na mmoja nzuri sana. Yule jamaa alikuwa ni master. Ile misuli ya form 3 form 4, unajua? Unaenda kusoma kwao, mnatulia hivi jamaa mnasoma. Yule jamaa kwao alikuwa mazingira mazuri hivi, nasoma. Jamaa alikuwa akaanza katulia mezani pale na vitabu vyake 5, akapiga kitabu cha kwanza, sali imeisha. Kitabu cha pili, sali imeisha. Mimi ile sali moja naweza nikaenda kukojoa mara 3. Afu umenyosha mara 4. Hiyo. Wewe utashuhudia. Peji ile. Ukimcheki mwamba ametulia. Siku moja nikamuuliza blaza, wewe hizi nguvu unapata wapi? Akamwambia namshukuru mama yangu. Huyu mtoto wa kama namkumbuka nani Chrysostom la Imam. Alikuwa mwalimu so like zamani Chrysostom la Imam. Hasa George Chrysostom. Akaniambia mimi namshukuru mama yangu toka nikiwa nursery. Naomba sasa sikie, toka nikiwa nursery alikuwa ananiwekea masaa 2 ya kusoma pale mezani. Ndio. Uchore picha, ufanye nini? Wewe mezani. Wewe cha msingi ukae pale mezani. Yule bwana sasa hivi as I'm speaking, yaani kama kuna chochote ni muhimu kwenye taaluma yake. Anacho. Kwa nini? Ana tabia ya kupenda kusoma. Kwa mzazi apambane sana amwekee mwanae hiyo vitu. Kwa kufanya hivyo utashangaa tu hisabati inaenda vizuri. Sio sasa kwenye upande wa kupatikana. Mimi kwa sasa hivi kwenye peji yangu kwanza ni sehemu nzuri sana, peji ya hisabati na malezi, napatikana pale. Tunafanya partnership na mashule. Sasa na program na mashule. Yale mashule mimi nawasaidia tu wanafunzi wao grade 3. Grade 3 wajue table, kuzidisha na kugawanya. Imani yangu inaniambia hivi, grade 3 akivijua hivyo vitu, grade 4, 5 na shule yake ya msingi inakuwa nyepesi. Ila ukisema aanze grade 4 na grade 4 pale walimu na pressure ya mitihani ya taifa na nini, ule muda wa kukaa sehemu moja muda mrefu wanafanyaje? Wanakosa. Kwa hiyo shule yoyote ambayo ina muda wa ziada wao wenyewe bila kuathiri vipindi vya darasani. Na baba wana muda wa ziada nusu saa tu, wewe niite, mimi nikupatie program. Hiyo nafanya. Kwa siku hizi natembea sana, majuzi niko Simiyu, kesho niko Dodoma kwa sababu hiyo. Lakini mzazi mwenye shida kabisa, pia tuna page yetu ya tuna website. Kuna wanafunzi wazazi siku hizi napatia homework na video kila siku. Yaani kila siku na video zangu. Kila siku ya Mungu kwamba nafanya assessment na mwanae, nagundua shida yake, naanza kumtengenezea video zake. Twende mama anakomana mwanae zile video, asema mwanangu maundeni tumeanza kuelekea, na namshukuru Mungu wanafunzi wanabadilika.
wanabadilika. Yes, kama namba yangu za simu ndio taja tu, taja. Namba yangu ya simu ni vizuri, hiyo wazazi watazichukua hapo. 53 yao wachukue kwa sababu ni muhimu. 0653 37 53 52. Naomba nirudie tena. 0653 37 53 52. Hongera sana Mahundi. Nakushukuru sana. Tunakushukuru sana, tunasema asante sana. Asante sana.